na waamini mliofika katika adhimisho la misa siku ya leo. Nifanye sasa jambo ambalo ni la ziada lililonileta kusali kwenu siku ya leo. Sio adhimisho la misa tu, lakini kuna jambo jingine lililonileta kwenu. Katika mpango wetu wa dekania tumejipangia kwamba katika Dominika, kwa kufuata ratiba yetu, tutazunguka kutoa mafundisho katika mada mbalimbali. Na leo tumegawanyika katika parokia za dekania yetu kuzungumza juu ya maandiko matakatifu au Biblia. Na ndio maana nimetoka kule UDOM, niko hapa Kisasa. Msifu Yesu Kristo. Bila shaka hamjasikitika. Okay. Basi sasa niongee kwa kifupi tu, manake Biblia ni somo refu, somo pana, lakini niweke msingi tu. Najua wengi mnasoma maandiko, angalau mnasoma maandiko matakatifu. Wengine mmekariri na mpaka sasa hivi mna vifungu vya Biblia mlivyovikariri. Mungu awabariki sana. Kuna wengine wakisoma baada ya dakika 2 wameshasahau, hawakumbuki imetoka wapi tena, lakini angalau wanakumbuka maneno machache. Yote ni ya Mungu. Sasa kwa kifupi tu nitaenda haraka, najua mtaelewa. Sasa nyinyi watu wazima na mna macho, mna akili, mna ufahamu, mna utambuzi, kwa hiyo najua mtanielewa tu. Niseme tu Biblia ni maandiko matakatifu, sawa? Ya pili, Biblia imegawanyika katika Agano la Kale na Agano Jipya. Hiyo tunafahamu. Agano la Kale na vitabu vingapi? Na Agano Jipya na vitabu vingapi? Tutaona huko mbeleni. Mwingine hata mkumbuke. Okay. Lakini mimi niseme tu kadiri ya mafundisho ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki na 105, mafundisho yanatuambia ya mtaguso kwamba Mungu ndiye mwandishi wa maandiko matakatifu. Biblia haikushuka kama wale ndugu zetu, haikushuka. Biblia imeandikwa kwa uvuvio, watu ndio wameandika wakiongozwa na Roho. Menelewa sio? Hizo tofauti muelewe, msimkaingizwe mjini. Biblia haikushuka, imeandikwa na watu. Na kama unagundua kuna makosa kwenye Biblia, sio makosa ya Mungu, ni watu walioandika. Lakini kimsingi hakuna makosa kwa sababu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sasa tunaambiwa kwamba ukweli uliofunuliwa na Mungu ambao umo katika maandiko matakatifu umekaribishwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Iko wazi barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo sura ya 3 aya 16. Kama kuna mtu kwenye Biblia asome, kama hamna nasoma mwenyewe. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Hiyo pumzi ya Mungu ni nini? Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Na ndio maana ukisoma maandiko matakatifu hupotezi ladha. Kusinzia unaweza kusinzia, lakini ladha ya maandiko inabaki ile kwa sababu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Na ndio maana kwa nguvu ya Roho Mtakatifu neno lenyewe lina nguvu, haikutegemea wewe unayehubiri. Umenielewa? Kama unataka kuthibitisha, soma Isaya sura ya 55 aya 10-11. Kama vile mvua inyeshavyo juu ya ardhi, vivyo hivyo na neno langu litakapodondoka lazima lichipushe. Neno tu litachipusha, sio wewe. Menipata? Kwa maneno mengine, neno la Mungu lina nguvu. Lina nguvu. Wale wanaoandika, andika pia barua ya pili ya Mtume Petro kwa watu wote sura ya 1 aya 19-21, sura ya 3 aya 18, 15 hadi 16, na Yohane sura ya 20 aya 21. Narudia kwa wale wanaoandika. Barua ya pili ya Mtume Petro kwa watu wote sura ya 1 aya 19 hadi 21. Barua hiyo barua ya pili ya Petro sura ya 3 aya 15 hadi 16, na Yohane sura 20 aya 31. Zoea kusema barua ya pili, barua ya kwanza. Hakuna Wakorinto wa pili, hawapo. Ni barua ya pili kwa Wakorinto. Hata watu wakubwa kabisa wanakosea. Wakorinto wa pili wako wapi? Hawapo. Ni Wakorinto wale nyaraka 2 au barua 2, barua ya kwanza, barua ya pili. Okay. Nanyi mnakosea. Kuna utamaduni wa Katolika nasema barua, okay, wanakosea.
Wakorintho wa pili sura na ile ya umeipata wapi hiyo? Na ile mpaka ile ya 5. Ile ya 5 ipi? Hiyo sio Ukatoliki. Mmenielewa wapendwa? Barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5 na aya ya 10 hadi ya 20. Nukta. Sio na ile ya 5 mpaka 20. Ile iko wapi? Makosa katika kunukuu. Alafu tumeambukizwa huko. Please tuwe tunafundishana, sawa eh? Alafu ukiona ujui kutamka vizuri hizo kunukuu, usitamke, utakuwa unatamka maajabu. Na kibiblia ni makosa makubwa kutamka kunukuu vibaya, ni makosa. Mmenielewa eh? Haya. Maandiko matakatifu yanatufundisha ukweli. Kweli zote za masomo yote, za elimu yote ziko kwenye maandiko. Tafuta chochote kuhusu maisha kipo hapa. Na ni ukweli. Na kwa sababu tunaamini Mungu hatuambii uongo, ni ukweli. Na maneno maandiko matakatifu yanatuambia ukweli, yanatuongoza kwenye kweli za maisha. Tuko pamoja? Imani ya Kikristo sio dini ya kitabuni. Sio dini ya Ukristo, ni dini ya neno la Mungu. Neno. Na huyu neno ni nani? Yesu Kristo. Ndio utimilifu. Si neno lililoandikwa na lililo bubu, bali ni neno aliyemwilishwa na aliye hai. Na tunamhubiri Kristo aliye hai, sio aliyekufa, sio aliyoko kaburini. Sawa, alikufa akafufuka. Kwa hiyo tunamhubiri Kristo aliye hai. Na ndio maana neno la Mungu ni hai. Soma Waebrania sura ya 4 ya 12 kama unafikiri na kudanganya. Waebrania 4:10, neno la Mungu li hai, li jepesi kuyachambua nini? Mawazo. Na dada anaondoshwa na neno la Mungu. Okay. Naomba pia afadhali ametoka hadi nikakumbuka jambo hili. Neno la Mungu linaposomwa usitoke kanisani. Na wala usikubali kusinzia. Sasa unajua hayo yote ni matokeo ya adui kukupinga usisikie neno. Sasa unajua kisikia neno tayari ameshapigwa. Umeelewa? Kwa hiyo kuna watu wanaokuja au wanaingia kanisani baada ya somo kusomwa ndio wanajisikia vizuri. Hapo kuna shida. Na wengine wanakuja kanisani vizuri, wakikaa neno likisomwa tu tayari. Wewe ndugu yangu, mbona unaitikia kila kitu? Itikia kila kitu. Huyo ni adui ambaye anajua neno hilo likikuingia, yeye hana nafasi tena kwako. The power of the word of God. Sawa wapendwa? Usikubali. Ndio maana muombe Roho Mtakatifu akupe uhai wakati neno linasomwa. Na ndio maana kwenye misa neno lazima liunganike na sadaka ya altare. Zinaenda pamoja. Kwa sababu bila hilo neno hamna sadaka. Sifu Yesu Kristo. Na ndio maana misa ni sehemu mbili kubwa. Misa ya neno na misa ya sadaka. Ndio maana ukihudhuria neno tu, ukihudhuria wakati wa consecration tu, ukihudhuria masomo, hujahudhuria misa. Hiyo sio misa. Okay, tujitahidi. Ili maandiko matakatifu yasibaki kuwa herufi iliyokufa. Kristo, neno wa milele wa Mungu aliye hai, kwa njia ya Roho Mtakatifu lazima afungulie akili zetu tuelewe maandiko matakatifu. Luka sura ya 24 aya ya 45. Wakati wa Emmaus, Yesu alipokaa katikati wale wanafunzi, alifungua akili zao kwa njia ya neno, baadaye kwa njia ya Ekaristi alipoumega nini? Mkate. Na anayetufungua ni Roho Mtakatifu katika Kristo. Sawa pendwa? Ukitaka uwe smart kwenye maandiko, mwambie Roho Mtakatifu awe rafiki yako. Kwa maneno mengine, Holy Spirit should be your company. Akupe company Roho Mtakatifu. Atakufunulia ambayo ulikuwa hujui. Na ndio kazi yake, kufunua mambo ya Mungu. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu pia, kufunua mambo ya Mungu. Na Roho Mtakatifu ndiye mfafanuzi wa maandiko matakatifu. Ninakazia jambo hili napoongea juu ya Biblia au maandiko matakatifu kusudi
usije ukajiweke nyuma au chini kwa kuwa hujaenda shule ya Biblia, hujasoma katekesi, hujasoma hiki. Hakuna. Roho Mtakatifu yupo, atakusomesha, atakufundisha. Uwe tu na ujasiri kwa Roho Mtakatifu, naenda kusoma maandiko matakatifu, niambie, kaa na mimi, sema na mimi, ongea na mimi. Utashangaa, utatoa kitu ambacho wengi wanabaki macho hivi, kama sio hivi. Na kama macho hivi au macho hivi, chagua. Msifu Yesu Kristo. Sasa lazima umruhusu Roho Mtakatifu atende kazi ndani mwako. Bila hivyo hakuna kitu, utakuwa unaongea kwako. Na tusikubali katika neno la Mungu uongea kwako. Ongea neno, na imeandikwa usibadili neno. Usibadili neno la Mungu. Wale wao wanaobadili maandiko matakatifu na kuyahubiri kadiri ya hisia zao, makosa makubwa. Mungu anaongea na sisi kwa njia ya maandiko matakatifu. Msomaji awe msikivu kwa waandishi wa maandiko. Usitafsiri kivyako. Umeelewa? Kama unaotafsiri kwa habari ya dhambi ya asili, tunda lilokula wazazi wetu wa kwanza, wataungua moto. Si mnajua tafsiri yake, wanaotaka kutafsiri vibaya kama hujui utakuja baadaye nikueleze. Okay. Kwa hiyo zingatia hali za nyakati zao, tamaduni walizoandika, aina ya uandishi uliotumika, jinsi ya kuongea na masimulizi. Kawaida tunaposoma maandiko matakatifu tunaangalia historical background. Aliandika katika mazingira gani? Kwa nini aliandika hivi? Aliwaandikia kina nani? Walikuwa wanaishije? Alafu tunatafuta sasa hivi inatuambia nini? Kwa mfano kama Injili ilivyotuambia. Au somo la kwanza Ezekieli, hiyo sura ya 36, 37. Au kwa habari ya ile mifupa ambayo Ezekieli aliambiwa toa unabii juu ya mifupa hii. Ukatafsiri kitu cha ajabu kabisa. Kumbe sio, ni habari ya ufufuko, ni habari ya maisha kutoka kwenye taabu kuja kwenye furaha. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unapotaka kutafsiri neno la Mungu, zungumza na Roho Mtakatifu. Sawa, unaweza kuwa umesoma Biblia, umesoma labda teolojia au nini, lakini bado Roho Mtakatifu ana nafasi. Maandiko matakatifu yanapaswa kusomwa na kufafanuliwa katika mwanga wa Roho yule aliyeyafanya yaandikwe, na si vinginevyo, wapendwa. Amina. Mtaguso wa pili wa Vatikano una vigezo vitatu kwa ajili ya kufafanua maandiko matakatifu. Napita kwa ufupi tu, siwezi kueleza kwa kina kwa sababu ya muda pia. Moja, kuwa mwangalifu sana kwa yaliyo lazima kuwa na umoja wa kusoma Biblia takatifu. Kwa mfano, ukichukua kipande fulani cha Agano la Kale ukasimama nacho ni makosa. Lazima kuna uhusiano na Agano Jipya. Kwa hiyo uunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa mfano, tunapoongea juu ya msalaba mtakatifu, tunamuona Yesu akibeba msalaba, Agano Jipya, si ndio? Lakini swala la msalaba limedokezwa tangu Agano la... Ana anaweza kunitajia maeneo ambayo yamedokezwa? Hata nyoka wa shaba huwezi kutaja. Okay. Mbona ukutaja? Okay. Haya, ngoja nianze. Swala la msalaba limeanzia pale Adamu na Eva walipokula tunda. Nyoka alitokea kwenye nini? Kwenye nini? Mti. Kwenye nini? Mti. Na Yesu akafa kwenye nini? Sio mti tu, ni mti wa msalaba. Unaona vitu viwili tofauti. Pale pale Adamu na Eva walikoshindwa, hapo hapo Yesu ameshinda. Naona logic ya Mungu. Ndio maana wale ambao hawamwamini Kristo walilalamika, walihuzunika, kwa nini huyu mtu afe kwenye msalaba? Ni aibu. Ni sawa, ilionekana ni aibu, ni laana, lakini hapo hapo kwenye aibu na laana hekima ya Mungu imeonekana. Umeelewa? Kingine, wakati Ibrahimu ameambiwa mtoe mwanao sadaka, mwanao wa pekee, mwanae wa pekee alikuwa nani? Isaka. Ibrahimu hakupinga, alijua ni uchungu mno kumtoa huyu ambaye mtoto alimpata kwa nadra sana, lakini alimpa nani? Mungu. Wakati Ibrahimu ameandaa altare, kila kitu, anamchukua sasa Isaka atake kumtoa sadaka, Mungu akamwambia no, acha.
Akaangalia pembeni akakuta kuna nini? Ile ilikuwa ni mfano wa Yesu kutolewa sadaka. Ile altare ni mfano wa msalaba. Na Yesu ni mwana pekee wa nani? Isaka alikuwa mwana pekee wa nani? Sasa kwa hiyo unaona kifo cha Yesu msalabani kiliandaliwa tangu Agano la Kale ili watu wasikate tamaa. Tuende kwenye fimbo ya nyoka wa shaba. Kitabu cha Hesabu sura 21. Musa akaambiwa tengeneza nyoka wa nini? Mtundike wapi? Sio ulale chini, mtundike kwenye mti juu, ili wale walioumwa wakimtazama wafanye nini? Walipona, walikufa? Walipona. Ile ilikuwa ni ishara Yesu kuinuliwa wapi? Na baadaye Yesu akasema nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote. Mpaka leo ukimwangalia Yesu alipokufa msalabani utapona. Umeelewa mpendwa? Ndio hiyo sasa, kuhusianisha Agano la Kale na Agano Jipya. Usisimame na kipande kimoja. Vivyo hivyo tunapoongea juu ya habari ya historia ya wokovu, lazima tuanzie Agano la Kale mpaka Yesu alihitimisha historia. Tukiangalia habari ya Bikira Maria, tunaanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya tunaweza kumpata Bikira Maria. Isaya sura ya 7 aya 14. Ukija kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia ya 12, 13, 14. Haya, Nabii Isaya ametabiri nini juu ya Bikira Maria? Mambo kama hayo. Kwa hiyo unaona kuna muunganiko fulani, na ndio maana tunamuenzi mama, kwa sababu ana muunganiko wa historia ya ukombozi tangu Agano la Kale mpaka Agano Jipya. Kwa hiyo hilo kigezo cha kwanza, kuwa mwangalifu sana kwa eliomo na umoja wa maandiko yote. Sasa wale jamaa wenzetu wanakamata kaneno kamoja, wanatembea nako, wanakubana nako. Hapa imesemwa hivi, imesemwa hivi. Wewe angalia upande mwingine, kuna kitu kingine imeandikwa. Kuna upande huu tena kimeandikwa, kuna upande huu tena. Haya, sema sasa. Na kwenye maandiko hayapingani. Okay. Jambo la pili, kusoma maandiko ndani ya mapokeo hai ya kanisa letu. Mapokeo hai, kumbukumbu hai ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu aliye au anayelipatia ufafanuzi wa kiroho. Kumbukumbu hai. Jambo la tatu, kuwa mwangalifu kwa ulinganifu, tunasema analogia, ulinganifu wa imani. Kwa sababu namna watu walivyopokea zamani tofauti na wale walivyopokea sasa hivi, lakini jambo ni lile lile. Yaani mshikamano wa kweli wa imani kati yao wenyewe ndani ya mpango wote wa uokovu. Lazima kuwe na muunganiko huo na mshikamano wa kiimani. Katika maandiko matakatifu kuna maana halisi na maana ya kiroho. Hiyo nitaje tu na ufafanuzi wake. Kuna maana halisi, yani jinsi ilivyoandikwa, lakini kuna maana ambayo tunaitafsiri, tunaipa kiroho. Kama tulivyoongea kuhusu somo la kwanza kwamba kukaa makaburini kule ni hali ya dhambi, ni maana ya kiroho hiyo. Umeelewa tunaipa tafsiri ya maana ya kiroho. Okay. Sasa twende kanuni ya vitabu vya maandiko matakatifu. Agano la Kale lina vitabu 46, lakini au 45 kama tukihesabu Nabii Yeremia na Maombolezo kuwa kitabu hiki, na ndio maana tuna vitabu au 72 au 73. We are right. Agano Jipya na vitabu vingapi? 27. Hivyo tunavifahamu, ndio maana tunataja tu. Agano la Kale ni sehemu ya lazima ya maandiko matakatifu. Vitabu vyake vimevuviwa na Mungu na vina thamani daima. Agano la Kale halikutanguliwa kamwe. Kwa hiyo kabla ya Agano la Kale hakuwa kuna agano jingine, na limekuwepo kwa sababu maalum. Wale waliotajwa wote katika Agano la Kale wanatulidi katika Agano Jipya, na utaona kuna mtiririko. Kuna mtiririko huo. Mpango wake, lengo ni kutayarisha na kutangaza unabii wa ujio wa Kristo, na vitabu vyake vinashuhudia malezi yote ya mapendo ya Mungu kwetu sisi. Na ni kweli tunaposoma maandiko Agano la Kale tunaona malezi ya Mungu kwa mwanadamu, jinsi Mungu alivyompenda mwanadamu, jinsi Mungu alivyomtafuta mwanadamu alivyopotea, jinsi Mungu alivyomkarabati mwanadamu, jinsi Mungu alivyoonesha na mpenda mwanadamu. Kitabu cha Nabii Isaya na Nabii Hosea pia
na Wimbo Ulio Bora na vitabu vingine vinavyoonyesha jinsi Mungu alivyompenda mwanadamu na kwamba amemkimbilia mwanadamu, anataka mwanadamu asipotee. Kwa mfano ile tuliyosoma siku ya Jumatano ya Majivu, somo la kwanza ilikuwa kutoka kitabu gani? Nabii nani? Yoeli. Asante. Chukia tano. Asante. Nabii Yoeli. Kwa hiyo unaona mtiririko unaonyesha jinsi Mungu anavyotupenda kwenye Agano la Kale, na utimilifu wa upendo wa Mungu unakuja kuonekana kwa Yesu kufa wapi? Jibu basi, kwa Yesu kufa wapi? Manake usipojibu huniangalii. Alafu vina mafundisho makuu juu ya Mungu, hekima thabiti juu ya maisha ya wanadamu, hazina ya ajabu ya sala na fumbo la wokovu wetu. Hiyo ni Agano la Kale. Ukisoma vitabu vyake unapata mambo hayo. Lakini Agano Jipya inatuletea ukweli wa mwisho juu ya ufunuo wa Mungu. Kiini cha hayo yote ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona matendo yake, mateso yake, mafundisho yake, mateso yake, utukufu wake na mwanzo wa kanisa lake kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Na Injili sasa ikawa sasa ndio moyo wa maandiko yote, ni ushindi wa maisha ya mafundisho ya neno aliyejifanya mtu. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya pili utapata habari hizo. Sasa tuongee juu ya umoja wa Agano la Kale na Agano Jipya. Tunapaswa kusoma Agano la Kale kwa mwanga wa Kristo aliyekufa na kufufuka. Agano la Kale lina thamani kama Bwana Yesu alivyothibitisha, Marko sura ya 12 aya 29 hadi 31. Na Agano Jipya linadai lisomwe katika mwanga wa Agano la Kale. Mnaelewa wapendwa? Hakuna kilichoandikwa katika Agano Jipya ambacho hakina msingi kwenye Agano la Kale. Hakuna. Hata kuzaliwa kwa Yesu kulishadokezwa kwenye Agano la Kale. Hata kufa kwa Yesu kulishadokezwa na nabii Isaya siku nyingi. Ukiangalia zile nyimbo 4 za nabii Isaya, wimbo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, na nabii Isaya mtumishi wa Bwana mteswa. Okay. Katekesi ya Kikristo ya nyakati za mwanzo lilichota humu mafundisho yake. Wakati kumeni walifundishwa au watu walifundishwa dini, walichota mafundisho kutoka kwenye Agano la Kale. Hiyo tunapata uthibitisho barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya 6 hadi ya 8, sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 11. Maandiko matakatifu yapo pia katika maisha ya kanisa. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba maandiko matakatifu yanalisaidia kanisa, yanalikuza kanisa, ni nguvu ya imani ya kanisa, ni chakula cha roho, ni chemchemi safi ya daima kwa maisha ya kiroho. Kanisa linahimiza huduma ya neno la Mungu, kusoma neno, kutafakari na kuishi. Halafu tunaambiwa kutojua neno la Mungu ni kutomjua nani? Kristo. Neno la Mungu, Waebrania sura ya 4 ya 12 anasema li hai, lina nguvu, linatenda kwa ukali, na linakata kama upanga wenye makali kuwili. Na neno la Mungu ni mbegu inayotoa tunda la Roho. Luka sura ya 8 aya 11. Barua ya kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 23. Lakini pia ni upanga wa Roho Mtakatifu unaotumiwa dhidi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho na falme na mamlaka. Waefeso sura ya 6 aya 17. Kwa hiyo neno la Mungu ni upanga, na ndio maana kuna uponyaji kwa njia ya neno. Na kuna watu ambao unajua hawalali bila kusoma neno au bila kuweka neno kwenye chini ya pilo, inaitwa ni mto. Lazima aweke neno, ndio asipoweka ni maruerue mwanzo mwisho. Lakini akiweka neno anapata, anakuwa na amani, anakuwa na utulivu. Maana yake neno la Mungu lina nini? Lina nguvu. Yesu aliamuru wafuasi wake kukaa katika neno lake. Yohane sura ya 8 aya 31. Mkikaa katika neno langu, aya 32, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtaufahamu ukweli na ukweli utawaweka nini? Sasa wewe una ukweli gani kama husomi maandiko? Ni feki. Ila kama una ukweli, maana yake una msingi katika neno la Mungu, maandiko matakatifu. Tunda la kukaa katika neno la Mungu ni kusafishwa. Tunasafishwa. Zaburi ya 119 aya 9, Yohane sura ya 15 aya 3,
Mkumbuke Yesu aliposema, nje yangu mimi hamwezi nini? Kuzaa. Na msipozaa mtakatwa, mtupwe nje na kunyauka. Efeso sura ya 5 aya 26. Manake tusisahau ule neno ni Kristo pia. Halafu neno ni uamsho. Zaburi ya 119 aya 25. Ni kukaa katika imani, Warumi 10:17. Ni utakaso, Yohane 17:17. Waefeso 5:2-6. Ni kufunguliwa, Yohane 8:3. Ni uhusiano wa ndani sana na Utatu Mtakatifu, Yohane 14:23. Kwa hiyo tunapofahamu neno, tuna uhusiano na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunahitaji nguvu ya kusoma neno la Mungu. Naomba mkasome kitabu cha Nehemia sura ya 8 kuanzia aya 13 hadi sura ya 9 aya 38. Nehemia anatupa mwongozo mzuri sana wa jinsi ya kusoma neno la Mungu. Nehemia sura ya 13, sura ya 8 aya 13 hadi sura ya 9 aya ya 38. Ezra aliwasomea watu neno la Mungu kila siku, na alizungumza nao juu ya toba na utakaso. Toba na, kwa maneno mengine naomba nirudie, neno la Mungu lina nguvu. Kwa neno lenyewe, unasikia Petro alimwambia Yesu, kwa neno lako nitashusha nini? Nyavu. Na kweli aliposhusha nyavu alipata samaki, si ndio? Haya, kuna sababu kadhaa hapa kwa nini tujifunze neno la Mungu. Kwa nini tunazingatia neno la Mungu? Moja, ili tufahamu kweli za Injili. Injili ya Yesu. Bila kufahamu, jamani, tutaongea mambo ya ulimwengu tu. Tutaongea mambo ya ovyo ovyo ambayo hayana tija kiroho, wala kwenye maisha yetu ya kiroho hayatusaidii. Kwa hiyo fahamu Injili, uongee Injili. Natamani sana katika mazungumzo ya kawaida mnapokuwa huko, weka neno la Mungu kidogo. Fanya quotation kidogo. Unajua haya tunayoongea, Paulo anaongea kitu hiki hiki. Labda Mithali naongea kitu hiki. Labda kitabu cha Mwanzo, labda Nehemia, labda Zakaria, labda Esther. Sasa kama uifahamu unatajaje? Ufahamu. Okay. Halafu Mungu anataka, tumesema tufahamu kweli za Injili za Yesu, lakini sio kwa ajili yetu tu, na kwa ajili ya wengine. Matendo ya kitabu cha pili, barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 2. Lakini kwa ajili ya wengine pia, Matendo ya Mitume sura ya 19 aya ya 9 hadi ya 10. Mungu anataka watu wajifunze neno. Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 20. Namba 2. Mitume waliagizwa na Bwana, nendeni mkahubiri neno. Jamani, taski yetu ni kuhubiri nini? Neno. Lihubiri neno. Na hata Paulo alimwambia Timotheo, lihubiri neno wakati wa kufana, usio ndio wasiojibu, manake hawafanye chochote. Mathayo sura ya 28 aya 19 hadi 20. Marko sura ya 16 aya 15 hadi ya 16. Nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Malizia na kuwabatiza. Ndio. Pointi ya 3, tutakuwa na msingi imara kwa ajili ya imani yetu. Anayefahamu neno hababaishwi. Kwa mfano, ukikutana na hao jamaa zetu wamebeba Biblia mwanzo mwisho, anatoka jasho huku, amevaa tai lakini ametoka jasho, anahubiri neno. Wewe unamsikiliza, hebu subiri hapo umesema maana yake nini? Mbona kuna neno hili, mbona kuna hili? Nasema wapi? Nasema wewe subiri tu, twende na hili. Wewe una kazi hilo tu, kuna hapa tena, kuna hapa tena. Sasa kama ufahamu, unamchallenge namna gani? Huwezi kumchallenge, huwezi kumsaisha. Utasema ni kweli bwana, hapo hatujasoma, hawajatuambia wapi wewe? Ni wewe hujaliona hilo neno. Msifu Yesu Kristo. Na fundisho hilo tunalipata barua ya pili ya Timotheo sura ya 3 aya 16 hadi 17, kwamba tutakuwa na msingi imara wa imani katika Kristo. Namba 4, Yesu Kristo atakuwa nasi. Na kwa kweli nikiwa na neno, Yesu yumo ndani mwangu. Na nikiongea sio mimi naongea, ni Yesu anaongea ndani kupitia lile neno. Unabisha? Wewe bisha ili nikupe mfano unaoeleweka. Usibishe. Sawa?
Marko sura ya 16:20. Namba 5, tunakuwa tukishiriki upendo wa Mungu. Yohane 14:21-24. Sema tuna muda tukisoma hizi quotation. Namba 6, tunakuwa na uhuru wa kiroho. Yohane 8:31-32. Ile tuliyosema, mkikaa katika neno langu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtaujua ukweli na ukweli utawaweka nini? Ndio. Kwa hiyo tunapofahamu neno tunakuwa huru kiroho, hatubanwi. Alafu Warumi sura ya 8 aya ya kwanza. Namba 7, ili tuwe na hofu ya Mungu ambayo itatufanya tusitende dhambi. Ukisoma neno litatushtaki, neno litasema na wewe, neno litafunua ukweli, litakujulisha yaliyofichika, litafungua, litaondoa matongotongo kwenye meso yako, kwenye macho yako. Sifu Yesu Kristo. Litaondoa giza. Usiposoma neno utakuwa gizani, utakuwa makaburini. Lakini ukisoma neno kumbe. Kuna mtu mmoja aliniambia, "Padi, niombe na karibu ni kujifungua na nini, sijui kama nitapona." Sema, "We, futa maneno hayo." Nikamwambia, "Soma Isaya sura ya 66 aya 9. Neno linasemaje? Isaya 66:9. Ngoja nisome mwenyewe. Isaya 66:9. Na hakika hujawahi kusoma hapo. Kama umepata soma. Isaya 66:9. Soma kwa aliyepata. Mimi nilete wana karibu na kuzaliwa. Nitarishe. Ama Bwana, mimi nitarishe, nifunge tumbo. Ndio, basi ishi hapo. Kwa nini nikamwambia soma hilo neno? Unaogopa nini? Aliposoma ile neno, uoga kwisha, kajifungua vizuri. Lakini alishakuwa na mashaka na wasiwasi na kutaka kufa mwenyewe kabla hajafa. Je, mimi nilete mwana karibu na kuzaliwa? Sema Mungu, hapana, sio mimi. Hiyo ni nguvu ya mwovu. Msifu Yesu Kristo. Sasa usipokuwa maandiko unakufa. Ndio maana Bwana Nabii Hosea alisema vizuri, watu wangu wanafanya nini? Kwa kukosa nini? Na hayo maarifa yanatoka wapi? Kuna ahadi lukuki kwenye maandiko, lakini huzifuatilii. Kwa mfano, Mathayo 7:7 inasemaje? Sasa tangu lini umesimama na hili neno? Sema, Mungu ulisema ombeni nanyi mtapewa. Mimi naomba, hujanipa. Kuna shida gani kwangu? Na Mungu atakupa. Si unasimama na alichoahidi? Kuna ahadi nyingi, usimama na ahadi za Mungu. Sawa pendwa? Okay, namalizia. Nimesema ili tuwe na hofu ya Mungu ambayo itatufanya tusitende dhambi. Zaburi ya 36 ya kwanza inasema, dhambi huongea na mtu ndani kabisa moyoni mwake, wala jambo la kumcha Mungu alimo ndani mwake. Namba 8, neno la Mungu hutuongoza kutenda mema. Zaburi ya 119 aya 105. Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Namba 9, neno ni chakula kiletacho afya katika roho zetu. Mathayo 4:4. Mtu hataishi kwa mkate tu. Namba 10, neno la Mungu halitapita kamwe. Mathayo 24:35. Waibrania 4:12. Neno la Mungu halipiti ndugu zangu, litatimiza kazi yake. Sawa? Na 11 ya mwisho, neno la Mungu hutupa ujasiri katika yote. Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 31. Tafadhali usiache kusoma maandiko matakatifu. Soma maandiko matakatifu. Naomba wazazi wekeni mpango nyumbani. Ikishindikana weekdays huko, at least Jumapili, kana watoto, chukua Biblia, wape watoto task. Haya, wewe utasoma leo, wewe kesho, taratibu mnavyojua watoto. Na asome iliyoandikwa, sio asome kwa kubabaisha. Na mtoto akisoma akikosea, msimcheke, mtieni moyo. Fanyeni mzunguko huo. Hakuna namna nyingine ya kusoma kwenye, hakuna. Nalia na kina baba.
Kumbe hawapo. Akina baba, akina baba sema akina baba. Na waombeni sana, ninyi ndio mmepewa ardhi, ndio mmekabidhiwa hiyo familia. Simameni kwa neno. Wewe mwenyewe baba kwanza usome. Inawezekana labda macho yamefungika na lakini vitu vingine unaona. Usikubali unaacha kuona na Mungu alafu unaona vitu vingine. Naomba sisitiza hilo. Sasa watoto wanaposoma wewe uwepo. Haiwezekani uambie watoto someni maandiko, wewe haupo. Watoto baba unaenda wapi? Naenda kunyosha mguu. Imepindia wapi miguu hiyo? Bahati nzuri watoto wakwambia baba nyoshea hapa nyumbani, eneo letu ni kubwa, wewe zunguka hapa tu itanyooka. Hawezi kukwambia hivyo. Sasa nakuomba baba uwe serious kwenye jambo hili. Hakuna mahali pengine mtoto atajifunza isipokuwa nyumbani mpendwa. Akienda kujifunza mahali pengine atajifunza uharibifu. Lakini akijifunza kwako utanyosha. Weka utaratibu wa kusoma maandiko. Angalau aya moja kila siku au mstari au kitabu fulani chagua au anza mwanzo mpaka mwisho. Sawa wapendwa wangu? Na muombeni Roho Mtakatifu awafanye muwe hai wakati mnaposoma neno. Halafu mjifunze pia kusali kwa njia ya neno. Ukishasoma neno mnasali. Si rahisi wapendwa? Mungu umetuambia hivi na hivi na hivi na hivi. Tunaomba hiki na hiki au tunakushukuru kwa ajili ya hiki na hiki. Basi, na sio maneno mengi sana. Sababu Mungu haangalii wingi wa maneno yako. Anaangalia moyo wako, unaongea cha kweli au unaongea kwa kubabaisha. Naombeni sana wazazi, zingatieni neno la Mungu. Na hakuna msingi mwingine wa maisha yetu isipokuwa neno. Nimesema kwenye neno la Mungu kuna maarifa yote. Hakuna elimu ambayo haipo kwenye maandiko matakatifu, hakuna. Naombeni sana tujitahidi na Mungu atusaidie katika hilo. Na watakia kila laheri ya maandiko matakatifu hayo, please yawe katika familia zetu na tudumu katika kuelimisha. Waisraeli waliambiwa Deuteronomy kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 6 kuanzia aya 4 mpaka ya 6 anasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja, mpende Bwana Mungu wako, mpende. Na akaambia haya mambo muwafundishe na watoto wenu. Sio wazazi mnafundisha? Wazazi mnafundisha? Mna nafasi ya kukaa nyumbani kweli? Kutwa kucha mnakimbia na business na sio okay, lakini tafuta muda, kaa na watoto, wafundishe watoto. Kabla sijaruhusu matangazo, yule matangazo aje please asimame hapo. Okay. Baada ya misa unaenda wapi? Baada ya misa hii unaenda wapi? Utaniambia nyumbani. Safi kabisa. Then baada ya nyumbani unabaki nyumbani au unaanza misele? Na kuomba. Siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wako. Of course sio siku ya mfungo, sawa? Nehemia ametuambia wazi sura ya 8 aya 9 hadi ya 10. Anasema siku hii takatifu msilie wala kuomboleza. Lakini anasema ukirudi kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, kasome yote amri za Mungu, anasema msifanye kazi yoyote. Wale wanaofungua maduka Jumapili. Unajua ni agizo la Mungu linaloonekana dogo sana, lakini lina impact kubwa kwenye maisha yetu. Kabisa. Usifanye kazi yoyote. Wala mtumwa wako, wala mnyama wako, wala chochote. Ni siku takatifu. Menisikia wapendwa? Kuna vitu vingi haviendi kwenye maisha yako kwa sababu unaharibu kitu hiki. Haya, wale wa vikoba wanaokutana Jumapili hawaongei neno la Mungu, is not even proper. Mimi nawaambieni sio sawa sawa. Jumapili imekuwa siku ya vikoba, siku ya sherehe sio na sherehe okay, sherehe makanisa nani? Okay, siku ya kupanga kitu gani? Sio. Linaonekana jambo dogo lakini linaweka giza mambo mengi kwenye maisha.